kwa muuza pombe. Na kauli iliyo na nguvu, shika kauli. Asema, je, kipi afanye mtu aliacha kunywa pombe hali ya kuwa ana deni kwa muuza pombe, alipe au asilipe? Umekwenda huko kunywa pombe zako, ulikuwa mlevi. Huu ni mtihani katika mitihani ambayo Allah huwapa waja wake. Mtu akatiwa mtihani akawa yeye ni sharibul khamr, ni mtihani. Sasa Allah akawa amekutoa huko, kwa sababu mudmin katika shurbil khamri katika hatari. Mudmin mwenye kudumu kunywa pombe katika hatari. Sasa huyu ameacha, lakini alikuwa anakunywa mathalan kwa bili, alipa kwa mwezi, kila mwezi analipa. Atakunywa zikifika mwezi labda 200,000 laki ngapi, anakwenda kulipa. Sasa kabla mwezi hujafika ana deni kule, deni lipo na yeye. Sasa mimi basi kunywa pombe, je akalipe? Wewe utajibu vipi? Maadamu adaiwa kanywa mali ya watu, basi akalipe, sio? Wanawachuoni wanalilahikisha hili sawa na mtu alichukua mkopo wa riba. Mtu amechukua mkopo wa riba, mathalan akafa akiwa adaiwa rasilimali, kile kiasi alichokikopa. Mathalan amekopa milioni 10, lakini kuna riba juu yake labda milioni 5, kwa leo milioni 15 pamoja na riba. Wale warithi watalipa milioni 10 tu, ile iliyozidi katika riba hawatailipa. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba, kiacheni kilichobakia katika riba. Kwa hiyo hakitakuwa katika dhima ya yule aliyekufa wala dhima ya warithi. Basi na hivyo hivyo kwa yule ambaye atakuwa amechukua mkopo wa pombe na anadaiwa, basi hatalipa kwa khiari, hatalipa kwa sababu kashatubu na ile jambo la haram na manufaa yake ni haram. Kwa ndio uzuri wa kuacha pombe. Sasa chakunywa alafu ambao ulipi, basi mtihani kwa kweli. Naam.